Rais wa Madagascar Andry Rajoelina mpaka sasa hajulikani aliko, huku akikabiliwa na shinikizo kubwa la kujiuzulu baada ya kuongezeka kwa maandamano yaliyoongozwa na vijana mwishoni mwa juma. Vyombo vya habari vya Ufaransa vinaripoti kuwa kiongozi huyo alisafirishwa nje ya nchi kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa siku ya Jumapili. Huku hayo yakijiri, viongozi wa kijeshi wa Madagascar wamekanusha kuchukua mamlaka ya nchi hiyo. Maelezo zaidi huyu hapa Sami Awami huko Antananarivo. Wiki moja tu iliyopita nilikuwepo hapa na square hii ilikuwa nyeupe kabisa. Sana palikuwa na askari, wanajeshi na vikosi vingine vya usalama ambao vilikuwa vimejaa hapa na kuzunguka square hii wakijaribu kuwazuia vijana kuingia hapa. Na hiyo ni kwa sababu square hii ni ya muhimu sana kwa masuala ya kisiasa ya nchi hii. Ilitokea mwaka 1972, ilitokea mwaka 1991 na sasa vijana hawa wanahisi kwamba wako sehemu ya historia. Ndio maana kuweza kufika hapa tangu jana kwao ni ushindi mkubwa. Kuna watu wa aina nyingi hapa ambao kwa kweli furaha yao haizuiliki. Lakini kila kitu kilibadilika jana wakati CAPSAT, kitengo cha jeshi hiki kilichomsaidia Rais Andry Rajoelina kushika madaraka miaka 16 iliyopita, kilionekana kumgeuka na wakaamua kuwaunga mkono waandamanaji. Hivi sasa kinadai kuwa kimechukua udhibiti wa vikosi vyote vya kijeshi nchini Madagascar, yaani jeshi la nchi kavu, anga na la majini, na tayari vikosi vingine pia vya jeshi vimetangaza kuwa navyo sasa vimejiunga na CAPSAT. Kama ambavyo waraka wa Rais Rajoelina ulivyosema kwamba kuna jaribio la mapinduzi linaendelea, wapo watu wengi hapa Madagascar wanaoamini kwamba kwa mambo yanavyokwenda, basi muda wowote jeshi litatangaza kuchukua nchi. Sasa niliwauliza baadhi ya waandamanaji niliowakuta katika square ile wanaonaje juu ya jeshi kuchukua nchi ikiwa hilo litatokea. Hatukubali kwamba jeshi ndio lichukue usimamizi wa nchi. Ni sisi raia ndio tunapaswa kuchagua nani atakayetuongoza, mtu atakayetufaa, anayeelewa changamoto tulizo nazo, anayeelewa tabu zetu, kile tunachopigania na anayeweza kutusikiza. Mimi sioni kama kutakuwa na tatizo ikiwa jeshi litachukua uongozi kwa muda wa mwaka mmoja au miwili hivi wakati tukijiandaa kufanya uchaguzi. Lakini kwa sasa hivi lengo letu kuu ni Rajoelina na watu wake wote wa karibu waondoke. Tunahitaji kusafisha kabisa. Maandamano haya ya hivi karibuni yalianza mwishoni mwa mwezi uliopita kwa madai ya upungufu wa maji na umeme, lakini yamegeuka kuwa changamoto kubwa kabisa kwa utawala wa Rais Rajoelina tangu alipoingia madarakani mwaka 2009. Hadi hivi sasa haijulikani yuko wapi bwana Rajoelina, lakini ofisi yake imeendelea kusisitiza kuwa bado anaendesha shughuli zote za nchi. Lakini mara ya mwisho alionekana hadharani ilikuwa siku ya Jumatano ya wiki iliyopita alipokuwa akizungumza na makundi mbalimbali ya wananchi. Namna sasa naungana na mwanahabari wetu Sami Awami ambaye kama nilivyokujuza yuko huko nchini Madagascar. Sami, habari za wakati huu na hebu tujuze nini kinaendelea wakati huu? Kikubwa kinachoendelea hivi sasa, Martha, ni kwamba wananchi hapa Madagascar yote wanaangalia kwa makini sana kuona ikiwa rais atahutubia kweli taifa na atasema nini hasa. Hata hivi ninapozungumza na wewe najaribu kuangalia ukurasa wake hapa wa Facebook, manake inatarajiwa kwamba atazungumza hapo. Lakini maswali ni mengi. Kikubwa kwanza ni hiyo, yuko nchini kweli au amesha wakimbia hapa? Lakini kingine, nani hasa anaongoza hii nchi? Maana yake utakumbuka wiki mbili zilizopita alivunja serikali, baadaye akaja akachagua baraza la mawaziri, lakini akachagua watatu tu wote wa kijeshi. Rais wa seneti aliondolewa hii Jumamosi. Kwa hivyo ni kama hakuna serikali ya kiraia kabisa, na jeshi pia linakataa kwamba lenyewe halijachukua nchi. Kwa hiyo kuna maswali mengi, hasa yuko wapi rais, nani anaendesha hii nchi? Na kuna matumaini ya maandamano kuzimika na utulivu kurejea hivi karibuni, Sami? Maandamano naona bado yameendelea. Hata leo nilikuwa napita mjini nikakutana na kundi kubwa tu la vijana, lakini aina ya maandamano ambayo yanafanyika sasa ni tofauti kabisa ilikuwa yanafanyika kipindi kile. Ya sasa ni kama vile ya shangwe, ya furaha, wanakimbia, wanaimba, wanacheka wakiona wanajeshi wanawashangilia, wanawapigia mruzi. Tofauti na nyuma ambapo ilikuwa wakikutana na askari ni mapambano.
Kwa hivyo maisha yanaendelea kama kawaida. In fact kama leo mji ulikuwa umechangamka sana, wauza vitu barabarani, masoko yalikuwa yamefunguliwa vizuri. Kwa hiyo mambo bado yanaendelea vizuri. Kuna hali kama ya utulivu fulani hivi. Ni ile sintofahamu tu kwamba nini kinaendelea hivi sasa na nini kitafuata baada ya hapa. Vipi hali ya usalama mpaka sasa, kadri jinsi ambavyo umeangalia siku nzima hapo Antananarivo? Usalama unaendelea vizuri. Leo tulikuwa kwenye wizara ya ulinzi. Kulikuwa na majenerali kutoka vikosi vyote vya jeshi walikuwepo pale. Kulikuwa na heka zao wenyewe walikuwa nazo mwishoni mwa wiki mpaka wakapigana risasi, askari mmoja akauawa kwa sababu ya kutokuelewana. Kwa hiyo leo walikutana, kikubwa kwanza kumaliza tofauti zao, lakini kuzungumzia swala la usalama kama ambavyo umeuliza. Na wao wametoka wakazungumza na sisi kusema kwamba hilo ndio jukumu lao la kwanza, na wanahakikisha kwamba usalama wa raia na mali zao, nchi, mipaka yake na kila kitu unakuwa sawa kabisa. Na mpaka sasa kwa kweli inaonekana hivyo. Antananarivo inaonekana kuwa ni salama kabisa, watu hawana wasiwasi kuhusiana na hilo. Sasa watu uliozungumza nao wawili watatu, wanasema nini mpaka wakati huu? Wanazungumzia hasa ikiwa jeshi litaacha hii hali iendelee mpaka muda gani. Maana yake kama nilivyosema, utawala wa kiraia haupo. Nimezungumza kwa mfano na mbunge mmoja, kiongozi, katibu mkuu wa chama kikubwa zaidi cha upinzani hapa Madagascar, ananiambia anachojua yeye ni kwamba kiuhalisia ni hichi kikosi cha CAPSAT ndio kinaendesha nchi. Sasa watu wanajiuliza kama kinaendesha, kwa nini hakijitokezi? Na kitafanya hivi kwa muda gani? Lini watapata kiongozi mpya? Na atapatikanaje? Utaletwa uchaguzi au atateuliwa tu au nini? Kuna maswali bado mengi sana, lakini hasa ni kuhusiana na uongozi wa nchi na serikali ya kiraia. Shukran Samia Wami, bila shaka nakutakia kila laheri katika kufuatilia yanayoendelea huko Madagascar. Naam, asante sana. Sasa serikali ya China imesema tishio la hivi punde la rais wa Marekani Donald Trump la kutoza ushuru wa ziada wa 100% kwa bidhaa za China ni mfano wa mapendeleo. Msemaji wa Wizara ya Biashara amesema China inaweza kuanzisha hatua zake ambazo hazijabainishwa ikiwa rais wa Marekani ataendelea kutekeleza tishio lake na kwamba haiogopi uwezekano wa vita vya kibiashara. Leila Mohamed na maelezo zaidi. Siku ya Ijumaa, Rais Trump alijibu hatua ya utawala wa Beijing ya kutekeleza sheria kali ya mauzo ya bidhaa adimu, akishutumu kwa kuwa na uadui na kujaribu kuteka dunia. Trump pia alitishia kujiondoa katika mkutano na rais wa China Xi Jinping baadaye mwezi huu. Lakini siku ya Jumapili, Trump aliandika ujumbe na kusema, na hapa na nukuu, "Usijali kuhusu China, yote yatakuwa sawa", mwisho wa nukuu. Maoni ya kiongozi huyo ya siku ya Ijumaa iliyopita, Trump aliandika ujumbe na kusema, na hapa na nukuu, "Usijali kuhusu China, yote yatakuwa sawa", mwisho wa nukuu. Maoni ya kiongozi huyo ya siku ya Ijumaa iliyopita yalivuruga soko la fedha, huku hisa ya S&P 500 ikishuka na kufikia 2.7, ikiwa ni kiwango ambacho hakijashuhudiwa tangu Aprili mwaka huu. Hii leo Jumatatu, hisa ya Shenzhen nchini China ilipungua kwa zaidi ya 2.5, huku Hang Seng ya Hong Kong ikishuka pia kwa 3.5. Matamshi ya Rais Trump yalizidisha hofu ya vita vya kibiashara kati ya Marekani na China. Mwezi Mei, pande hizo mbili zilikubaliana kupunguza ushuru kwa bidhaa za kila upande, jambo ambalo liliibua matarajio ya kusitishwa kwa biashara kati ya nchi hizo mbili. Hii iliacha ushuru wa 30% ulioongezwa na Marekani kwa baadhi ya bidhaa za China ikilinganishwa na ushuru uliokuwepo mwanzo wa mwaka, huku bidhaa za Marekani zinazoingia China zikiwa zinatozwa ushuru wa 10%. Jibu la China lilitolewa na Wizara ya Biashara kwa kujibu maswali ya waandishi wa habari, ilikiri kuwepo kwa mzozo wa hivi karibuni wa kibiashara. Waliokosoa vizuizi vya usafirishaji vya Marekani kwa vifaa vya kutengeneza kompyuta pamoja na bidhaa zingine za kielektroniki na kutetea udhibiti wa usafirishaji wa China kwenye bidhaa muhimu kama vitendo vya kawaida kulinda usalama wa kitaifa na wa mataifa yote. Msemaji huyo alisema kuwa muda mrefu sana Marekani imezidisha ama kuongeza maana sahihi ya usalama wa taifa, kutumia vibaya hatua za udhibiti wa mauzo ya nje na kupitisha sera za kibaguzi dhidi ya China. Aliendelea kusema kuzingatia vitisho vya ushuru sio njia sahihi ya kushirikiana na China. Wiki iliyopita, China ilitangaza kuwa inaimarisha udhibiti wa usafirishaji wa bidhaa kwenye bidhaa adimu na nyenzo ambazo ni muhimu kwa utengenezaji wa teknolojia ya hali ya juu.
Hii ilionekana kama hatua muhimu wakati ikiwa taifa hilo likiwa linazalisha takriban 90% ya bidhaa muhimu ambazo hutumiwa katika bidhaa kama vile paneli na simu janja. Maoni ya hivi karibuni kutoka Washington na Beijing yanaonekana na wengine kama njia ya kuimarisha msimamo kabla ya mazungumzo ya kibiashara yanayotarajiwa kufanyika mwezi huu. Kwa sasa haijulikani ikiwa mkutano kati ya Rais Trump na mwenzake Xi unaotarajiwa katika mkutano wa kilele nchini Korea Kusini bado utaendelea kama ilivyopangwa. Leila Mohamed, BBC, Nairobi. Kwingineko ni kwamba afisa mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameionya Urusi kuhusu vita vya Ukraine. Kallas amesema kuwa hatari ya kuongezeka kwa mapigano kila wakati ndege ya Urusi au ndege isiyokuwa na rubani inapokiuka sera za anga za Umoja wa Ulaya. Awali, Rais wa Marekani Donald Trump alisema huenda akatuma makombora ya masafa marefu ya Tomahawk nchini Ukraine ikiwa Urusi haitasitisha uvamizi wake. Tamko lake limekuja muda mfupi baada ya kufanya mazungumzo kwa njia ya simu na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Lizi Masinga na maelezo zaidi. Katika hali ya mashambulizi yanayoendelea ya Urusi dhidi ya miundombinu ya nishati ya umeme nchini Ukraine, maafisa wameweka mipaka ya matumizi ya nishati hiyo katika maeneo 7. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameionya Urusi kuwa inacheza kamari na vita. Kallas amesema kuwa kuna hatari ya kuzuka kwa mzozo mkubwa kila mara ndege au droni ya Urusi inapokiuka anga ya Umoja wa Ulaya. Ni dhahiri kwamba Urusi inazidisha mashambulizi. Upande mmoja inasema inataka amani, lakini haijajitokeza kwenye meza ya mazungumzo ya amani. Wakati huo huo ikiongeza mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia hapa Ukraine. 93% ya mashambulizi ya Urusi yamekuwa ni kwa raia. Alipoulizwa na waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege ya Rais Air Force One siku ya Jumapili kuhusu iwapo ataizuia Kiev makombora ya Tomahawk, Trump alijibu, "Tutaona. Huenda nikafanya hivyo," na kusema kuwa makombora hayo yangekuwa hatua mpya ya uchokozi katika vita vya Ukraine na Urusi. Matamshi haya yanakuja baada ya mazungumzo ya simu yaliyofanyika mwishoni mwa wiki kati ya Rais Trump na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye amesisitiza umuhimu wa Ukraine kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kijeshi ili kushambulia na kujibu mashambulizi ya Urusi. Moscow tayari imeionya Washington dhidi ya kuipatia Kiev makombora ya masafa marefu, ikisema hatua hiyo itachochea mzozo huo zaidi na kuathiri vibaya uhusiano kati ya Marekani na Urusi. Makombora ya Tomahawk yana uwezo wa kufika umbali wa kilomita 2500, jambo ambalo lingeiweka Moscow ndani ya eneo linaloweza kushambuliwa na Ukraine. Rais Trump amesema huenda akazungumza na Urusi kuhusu ombi la Ukraine la kupewa makombora ya Tomahawk.